Tarehe 12 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2025, mtu wa Mungu Nabii Edmund Mystic alitoa nabii na maelekezo kwa wazazi walio na watoto wa vyuo vikuu kutoka mikoani waliko na kuhakikisha wanakwenda kupaona pale watoto wao wanapokaa, maana alionyesha panakwenda kutokea skendo mbaya sana kwa wadada walio vyuo vikuu ambayo haijawahi kutokea, na hivi ndivyo alivyosema. Mungu anambia mwaka huu panakwenda kutokea skendo mbaya sana za wanachuo vyuo mbalimbali. Kama zishatokea haitakuwa kama this year. Na Mungu aliniambia waambie wazazi wenye watoto chuo kikuu watoke huko mikoani, lazimisha ukajue mwanao anakaa wapi. Lazimisha. Sijui mwanao yuko sijui chuo cha Iringa huko. Mama anaendelea vizuri. Na kaa sijui hostel ya 8, hostel ya 15. Siku moja lazimisha kwenda kujua wapi mwanao anakaa. Mungu anasema amechukizwa na yondelea kwa wanavyuo habari ya kuishi kama mume na mke wakati wazazi hawafahamu. Hiki ni kitu ambacho kinaendelea, sijui kama kipo, lakini pisi ya Mungu anakwenda kuwaumbua wanachuo. Talo ukienda kuna wanachuo inafikia hatua mpaka amekuwa ni wahudumu. Uongo kweli? Unakuta mhudumu anakupokea, anakuhudumia, kumbe ni mwanachuo. Wewe unajua ni mhudumu hapa na unamtongoza, na hiyo sehemu kuna vyumba. Unamnunua unaenda kulala naye, au kama ni short time. Kwa hiyo hata waajiri wa sehemu za starehe wanaajiri wanachuo. Na kama unanisikia, hili ni onyo. Huyo mtu ambaye hajakutolea mahali, hajui wazazi wako, mkimbie na umwache mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa leo ni Aprili 20 ya mwaka 2025, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima ametoa taarifa juu ya kile ambacho kimesambaa katika mitandao ya kijamii kionyesha video kadhaa mabinti wakionekana wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo. Katika taarifa yake imebainisha kwamba, ndugu wananchi, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nasikitika kuwapa taarifa ya kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 ya mwaka 2024 Aprili, nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa zinazoonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti wanayemdhalilisha na kumrekodi.